Idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Afrika. Nafikiri kwa masilahi yao ya kujaribu kuhakikisha kwamba yale masilahi ambayo wanataka kuchota kutoka katika hizi nchi za Afrika hayatishwi na kuharibika kwa namna ambavyo yanaweza kuingiliwa. Lakini zaidi pia kuhusu nchi za Uingereza na nchi za Ufaransa, nafikiri ni kwa sababu walitukolonisha, walishika hizi nchi zetu, nyingine zikawa himaya ya Uingereza, nyingine zikawa ni himaya ya Ufaransa, na wakati tumepigania uhuru tukaupata, baadaye ikawa ni lazima wao wale waliokuwa wametukolonisha waendelee kujizatiti na kufikiria kwamba bado wana ubabe wao unaweza kuendelezwa katika himaya hizi za nchi ambazo sasa ni huru. Utaratibu huu mwanzoni ulikuwa na faida pande zote, kwa sababu ilikuwa inatarajiwa kwamba kwa mfano kama ni utaalamu na ujuzi wa silaha mpya hizi ambazo zinakuja, baadhi ya zile nchi ambazo zimekubali kuwa na kambi za aina hiyo zilikuwa zinatarajia kwamba pia zenyewe zitapewa msaada ya kuhamasisha na kuelekeza ulinzi wao kwa namna ambayo unaweza kuwa katika kipa na kadri ya zile nchi zilizoendelea za Ulaya ambazo huwa zina hizo kambi. Umetaja mojawapo ya faida. Kwa hivyo tuseme ukiangalia pande zote mbili, je, zina faida gani nyingine kando na kwamba unasema kwamba kulikuwa na mafunzo spesheli na pengine pia kulikuwa na silaha ambazo zinapatikana kutoka kwa nchi hizo? Labda kuna faida nyingine, ama tukiangalia pengine kuna hasara? Faida nyingine ilikuwa inatakiwa kuwa ya kibinafsi, kwamba katika hali ya mawasiliano ya kibinadamu, hao wanaokuja kufanya mazoezi yao katika hizi kambi watakuwa ni marafiki na majirani wao. Kule kambi ilipo watakutana na watu, watajumuika, na wakati mwingine watashiriki katika vilabu mbalimbali vya starehe na watakuwa na marafiki. Lakini kwa upande huo, hilo ndilo limeweza kuleta tena changamoto, na wakati mwingine tunakuta kwamba wametumia nguvu zao hizo kwa namna mbaya. Kwa mfano, kuna ubakaji, kuna unyanyasaji, na wakati mwingine hata kumetokea mauaji ya raia wa nchi ambako kambi hizo ziko, kwa sababu ya utovu wa nidhamu wa wale wanajeshi wanaoshiriki katika hivi vikosi. Na haya ni mambo ambayo kwa mfano huku Kenya yameenda mpaka yakafika mahakamani. Kuna kesi zimeamriwa mahakamani, kuna nyingine bado zingali mahakamani. Na wakati mwingine tunajiuliza, je, faida ukilinganisha na hasara, ni kitu gani kinakuwa kizito zaidi? Ili kama ni hasara tupu zaidi kuliko faida, basi labda tuseme hakuna haja ya kuwa na vikosi hivyo katika nchi zetu huru. Profesa, wakati ambapo tunatafakari yale umesema hapo, bila shaka kuna kesi ambazo zinafanyika kule Uingereza zinazohusiana na jamii zilizoathirika kule na nyuki. Hebu tugeukie swala la kuwajibika. Ni nani anayewajibisha wanajeshi hao wanapokiuka haki za binadamu au kuvunja sheria za nchi waliko na kambi? Kufuatana na sheria za kimataifa, unapokuwa umefanya uhalifu au umekosea ukavunja utaratibu wa amani katika nchi ambako unafanya kazi, hata kama wewe ni raia wa nchi nyingine, unatakiwa kuwajibishwa katika ile nchi ambako ulifanya hayo makosa. Lakini wakati mwingine huwa hawa jamaa, mara yanapokuwa yameonekana dhahiri kwamba makosa yamefanyika, wanatoroshwa, wanarudishwa makwao. Kwa hivyo hata kuwatafuta ili uwajibishe katika nchi, kwa mfano hapa Kenya, inakuwa ni kizungumkuti kikubwa sana. Tunahitaji makubaliano haya yazingatiwe na wataalamu wa jeshi na wataalamu wa kisheria na wataalamu wa miundombinu, ili tuweze kujua kwamba makubaliano hayo kadri yanavyokuwa yamewekwa sahihi na pande zote mbili yanasema nini kuhusu uwajibikaji. Kwa sababu uwajibikaji ni wa muhimu sana. Hatuwezi kukubali raia wanazidi kunyanyaswa alafu hao wanajikinga kwa sababu wao ni wanajeshi wa nchi ambayo sio kule wanakofanyia mazoezi, na mara wanapokuwa wamefanya makosa wanarudishwa nyumbani kwao.